Unajua mimi nasikitishwa sana msikilizaji, utapata mwanamume ameoa ndani ya ndoa yake miaka aliyoketi hawajawahi, ama mwanamume kama huyo hajawahi kabisa kunyonya matiti ya mwanamke wake ama mke wake. Ile usichokijua we mwanamume ni kwamba nyama za titi hazifai kabisa kukakamaa. Zinatakiwa zitengeneze ulaini fulani katika mazingira ya kuyanyonya. Kila siku nazungumza kuhusiana na wewe mwanamume kumtayarisha mwanamke wako. Lakini je, unamtayarishaje? Leo nataka kuzungumzia specifically kuhusiana na faida za kunyonya matiti ya mwanamke wako. Na tafadhali, ninapokuambia unyonye matiti, kuna utaratibu wake. Sio unakurupuka tu kama mtu anakula maembe. La, wataalam wamefanya utafiti na wakabaini kwamba wanawake wengi ambao wana tatizo la kansa ya matiti ni wale ambao hawajaolewa. Kuna hormone fulani ambayo inajulikana kama aldosterone, ambayo ni miongoni mwa viungo vya wanawake vyenye viwango vikubwa sana vya hiyo hormone matiti, kwa sababu matiti ina kiwango kikubwa na cha kutosha cha hiyo hormone, na ndiyo maana hiyo sehemu ya matiti ina hisia kali na ina hisia kubwa, ina hisia sana. Sasa hiyo hormone kama itagandana mahali pamoja, kama hiyo hormone haitokuwa inayeyushwa, ndio pale mwanamke anapatwa na hiyo kansa. Ukitomasa na kuyanyonya vizuri maziwa ama matiti ya mwanamke wako, mapigo ya moyo ya mke wako nayo yanapanda, yani yanakuwa juu sana. Sasa mapigo yakiwa juu, damu yake nayo inatembea kwa kasi. Sasa kutokana na hilo, oksijeni yake itakuwa ni nzuri na damu inasafishika na inasafishwa vizuri. Faida nyingine ya kunyonya matiti ya mwanamke wako ni kwamba utakuwa unasaidia mwili wa mwanamke wako, kwamba unatengeneza vyema chembe chembe kinga, na hivyo kulinda vizuri mwili wa mwanamke. Just normalize msikilizaji, yani iwe tu kawaida yako wewe kupiga mnyonyo matiti, kwa sababu ni jambo ambalo unalifanya kila siku. Unapomvumbula mwanamke wako, kabla ya kuingia katika kile kitendo, ni lazima umtayarishe, na kumtayarisha unahitaji kumtayarisha kwa kumpiga mnyonyo kila mahali. Ila hapa kwenye matiti, chukua muda, sio sekunde 2 unaanza kwenda kuvumbula. Hapana jamani, wanaume, fanyeni kazi yenu, nyonyeni matiti ya wanawake zenu, na nyie wanawake kuweni wepesi kuachia kunyonywa. FM 98.9 ladha ya Pwani.